hakuwahi kuamini kuwa giza linaweza kuwa na uzito, mpaka aliposhika lile sanduku la mbao mlangoni mwa ghala. Lilikuwa baridi kuliko barafu, lakini mikono yake ilihisi kuungua. Wakati huo, saa yake ya mkononi ilisimama, si kwa sababu betri iliisha, bali kwa sababu muda wenyewe huko Namawala ulikuwa umeanza kurudi nyuma. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua, Siri ya Sanduku la Babu. Sura ya kwanza, Wosia wa Damu na Giza. Upepo wa vuli ulikuwa ukivuma kwa nguvu ya ajabu, ukigonga madirisha ya nyumba ya kizamani ya mbao iliyokuwa imetengwa kando ya kijiji cha mbali cha Namawala. Ndani ya chumba kile kilichokuwa na harufu ya vumbi, vitabu vya kale na dawa za kienyeji, Juma alikuwa ameketi pembeni ya kitanda cha babu yake, Mzee Madaraka. Kikohozi cha mzee huyo kilikuwa kikipasua ukimya wa usiku. Kila mkwamo wa pumzi yake ulionekana kama unavutwa kutoka kuzimu. Mzee Madaraka hakuwa mtu wa kawaida. Kijijini hapo, jina lake lilitajwa kwa kunong'ona. Wengine walisema alikuwa mlinzi wa siri za kale, na wengine walisema alikuwa na mkataba na viumbe wasioonekana ambao walimpa utajiri na ulinzi wa ajabu kwa miaka mingi. Juma, mjukuu pekee aliyebaki, hakuamini hadithi hizo za kishirikina mpaka usiku huo wa mwisho. Juma, mwanangu, sauti ya babu ilitoka ikiwa na uzito wa ajabu, kana kwamba kuna mawe koni kwake. Mali zote unazoziona hapa, mashamba, nyumba hii na mifugo, yote yatakuwa yako. Lakini sikiliza kwa makini, na neno hili lisiwahi kutoka kwenye moyo wako. Juma alisogea karibu, akihisi baridi ya ghafla ikipita kwenye uti wa mgongo wake. Macho ya babu yake, ambayo yalikuwa yameanza kufifia, ghafla yaligeuka na kuwa na rangi ya kijani kibichi kwa sekunde chache, kabla ya kurudi katika hali ya kawaida. Kule ghalani, chini ya sakafu ya mbao, kuna sanduku lililofungwa kwa minyororo ya chuma cha kale. Usithubutu kulifungua, hata ukipatwa na njaa kiasi gani, hata kama dunia itakugeukia na utajiri wote huu utatoweka. Acha sanduku lile libaki lilivyofungwa. Ndani yake hakuna baraka kwa ajili yako. Kuna deni ambalo halijalipwa. Kabla Juma hajapata nafasi ya kuuliza swali, Mzee Madaraka alitoa mguno mkubwa. Mwili wake ukatetemeka kwa nguvu na kisha akatulia tuli. Macho yake yalibaki wazi, yakitazama dari kana kwamba anaona kitu ambacho Juma hawezi kukiona. Babu alikuwa amekufa, lakini hofu aliyoiacha ndani ya Juma ilikuwa hai kuliko wakati wowote. Baada ya mazishi, Juma alijikuta akiwa mmiliki wa utajiri mkubwa. Kwa miezi ya kwanza, kila kitu kilionekana kwenda sawa. Lakini katikati ya neema hiyo, kila usiku, Juma alikuwa akisikia sauti ikitoka ghalani. Ilikuwa sauti ya kukwaruza, kama kucha za kitu kikubwa zikijaribu kupasua mbao. Siku moja, ukame wa ghafla ulipiga kijiji. Utajiri wake wote ukaanza kuyeyuka kama barafu juani. Njaa ilianza kumunata Juma, na hapo ndipo mawazo ya lile sanduku yaliporudi kwa nguvu. Labda babu alikuwa ananifanyia majaribio, Juma alijisemea akitembea gizani kuelekea ghalani. Alisema kuna deni, lakini vipi kama deni hilo ni kwa ajili ya anayekubali kulichukua? Alipoingia ghalani, harufu ya nyama iliyooza ilimkaribisha. Alisogeza mbao za sakafuni na kuliangalia lile sanduku. Lilikuwa jeusi, limezungushiwa minyororo mizito iliyopata kutu. Juma alishika nyundo. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Kila pigo la nyundo lilipogonga minyororo ile, sauti ilikuwa inasikika kama kilio cha binadamu. Alipopiga pigo la mwisho, minyororo ilianguka kwa kishindo na kufuli likapasuka. Kwa sekunde hiyo, upepo mkali ulizunguka ndani ya ghala lile, ukizima mshumaa wake. Katika giza lile nene, Juma alisikia sauti ya kicheko cha chini, kicheko kilichofanana kabisa na cha Mzee Madaraka. Alifungua mfuniko wa sanduku kwa hofu.
Badala ya dhahabu, kulikuwa na kioo cha kale kilichopasuka katikati, kikitoa mwanga hafifu wa kijani. Juma alijitazama kwenye kioo kile. Mapigo yake ya moyo yalisimama. Sura iliyokuwa ikimtazama haikuwa yake. Alikuwa ni mzee Madaraka, akiwa na ngozi iliyopauka na macho yasiyo na mboni, akimnyooshea mkono kutokea upande wa pili wa kioo. Kabla Juma hajapiga kelele, mikono baridi na mirefu ilianza kutokea pembeni ya kioo, ikimshika shati lake na kumvuta kwa nguvu kuelekea kwenye lile sanduku. "Karibu mjukuu wangu," sauti ilinong'ona ndani ya kichwa chake. "Mkataba unahitaji damu mpya." Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.